Hapana, tusifike huko. Wananchi wa mkoa wa Mara wote wanajijua. Mkoa wa Mara ni kati ya mikoa ambayo ina makabila mengi madogo madogo, ukiacha makubwa kama Wakuria, Wajita. Nafikiri Wakuria na Wajita ndio makabila makubwa sana katika mkoa wa Mara wako, lakini kuna makabila madogo madogo yapo kule. Maana ndani ya kabila la Wajita kuna makabila madogo madogo ambayo ni Wajita tu wale wale, lakini wanaongea Kijita, lakini ni kabila tofauti. Hata kwa Wakuria kule ni makabila yanayotokana na Wakuria hao hao, lakini ni makabila madogo madogo. Hata kwa Wazanaki huko hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna makabila mengi ambayo ukienda kwa upande wa Wajita wengi hawapendi vurugu. Si ni waoga, si ndio walivyoumbwa, hawapendi vurugu. Lakini ukienda kwenye wilaya huku Tarime huku na kule Rorya kwa Wajaruo na nini na Wakuria huku Waikira wanani, kule kuna mapigano yako yapo kule. Ukijumulisha na ile migodi tulionayo pale, ipo shida. Umeelewa? Kwa hiyo kuna baadhi ya makabila yanayotokana na ile kabila la Wajita yako mle, kuna vikabila vidogo vidogo vingi. Hatusikiagi wanafanya mavurugu, kuwana waoga. Nafikiri wana tabia hizo za kuto, hawapendi vurugu. Lakini wenzetu huku wengine mkigombana tu, hata kuna mmoja kamuibia mwenzake ng'ombe, watu wachukua mapanga, mashoka, wanaenda Na kama utakumbuka wakati wa utawala wa awamu ya pili, iliwahi kupandishwa bendera kama sikosei, ilikuwa ni kule Tarime. Si Serengeti, si Tarime. Manake kama vyombo vya dola visingefanya kazi, unapandisha bendera ndani ya nchi, yani ndani ya nchi unakuwa na bendera yako. Kwa hiyo kuna hatua ambazo zinachukuliwa na serikali si kwa ubaya. Hivyo unaenda unachukua bendera unapandisha eti kwamba unataka uwe na kwamba unataka mkoa wa Mara umege, kwamba kuwe na mkoa mwingine wa Mara kwa taifa lingine ndani ya mkoa wa Mara. Nani atakuacha? Hakuna mtu anaweza kukuacha. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka hiyo ya wakati wa Mwinyi, tunasoma vitabu na historia na nini, wanatuhadisia. Na kuna watu walitolewaga kule Tarime kule si Serengeti wakapelekwa Zanzibar, wako huko mpaka leo wako huko. Kuna Wanyakyusa walitolewa huko Mbeya wakapelekwa Zanzibar huko. Lengo ni kuunganisha nchi yetu iwe moja. Hakuna cha Uzanzibari, hakuna cha Uzanzibara. Tanzania ni moja, full stop. Hakuna mtu wa kubadilisha hilo. Ni vizazi na vizazi lazima vielewe kwamba jamii ya Wazanzibari na jamii ya watu wa Tanzania bara ni moja tu, na inapaswa kuheshimiwa kwa hilo. Kwa hiyo technically Chadema, tactically Chadema ninaona wanaenda kufeli kwa sababu ya no reform no election. Wa Tanzania ukitazama utamaduni wetu, ukitazama tulivyo sisi, ni ngumu sana Chadema kuweza kutoboa, ni ngumu. Kwa mimi ningewashauri wadili na mambo yanayowasibu wananchi ya kila siku katika maisha yao. Na ninawashauri wagombee. Kwa sababu kwenye ngazi ya urais uwezekano wa kushinda ni mdogo. Lazima tuwe wa kweli. Mheshimiwa Rais Samia ni kama ameshashinda. Lakini wangegombea angalau wapate wabunge mle ndani ya bunge, wapate ruzuku, wapate kula na waendeshe chama chao. Lakini kusema kwamba uwezi eti utozoea uchaguzi, kwa Watanzania gani hao? Kwa Watanzania gani? Na kama nchi hii sio nchi ya kawaida tu kwamba unaweza ukaichezea tu unavyotaka wewe kwa sababu wewe ni mwanasiasa. Hilo hamna bana. Tanzania ni nchi kubwa sana na ina weledi sana kwenye mambo ya demokrasia haya, kwenye mambo ya ulinzi na usalama. Kwenye kila kitu nchi yetu imebarikiwa kulingana na mifumo ambayo baba wa taifa Mwalimu Nyerere na mwenzake wa Zanzibar kule Karume walituwekea. Hiyo misingi na hiyo miiko haiwezi kuvunjwa na mtu yoyote. Huo ndio ukweli. Hakuna mtu yoyote anayeweza kuvunja misingi iliyowekwa na waasisi wetu. Hakuna. Hilo mimi nawaambia. Na mtu yoyote atakayejaribu kuvunja misingi ya nchi yetu na miiko tuliyowekewa, asahau. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi ile kauli ya mwenyekiti wa mkoa wa Mara sijaipenda na abadilishe kauli zake. Najua
Unajua wakati mwingine ukiitaja Chadema mitandaoni humu watakushambulia. Mimi nimeshazoea kushambuliwa. Piga mabomu yote, mimi nitayapokea, nitayakwepa. Mishale yote wewe piga, mimi nitaipokea na kuikwepa. Kwa sababu Chadema wako wana namna yao ya kuwashambulia watu wanaopingana nao kwenye social media. Lakini sisi wengine tumeshazoea humo. Hayo mapambano tumeyazoea. Mapambano na Chadema tumeshazoea. Kwa hiyo niliwaambia kwamba na mimi naomba waandishi wa habari na Watanzania wenzangu mnisikilize na mnielewe. Kila utakachokuwa unakizungumza Chadema ambacho kinalenga kuwagawa watu, na mimi mtaniona ninaongea. Sitoacha. Sitoacha. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kujibu, si mimi nilikwambiaga naweza nikajibu masaa hata mawili. Nilikuwa najaribu kujibu swali lako ila no reform no election. Kwamba haitofanikiwa, hawezi kufanikiwa. Hawezi kufanikiwa. Ni jambo ambalo wanajisumbua tu. Hawezi kufanikiwa. Kamwe hawezi kufanikiwa. Kwa sisi ambao tunajua utaratibu wa Tanzania, hawezi kufanikiwa. Watafute njia nyingine, waingize watu bungeni, bunge lichangamke, maisha yaendelee.